Mtazamaji wa Amasho Online TV, kama unaungana nasi usisite kusubscribe, kuleki, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho nimekuwekea hewani. Mimi ni Maretini Mhina. Wananchi wa kijiji cha Old Ambangulu kilichopo kata ya Vugiri, wilaya ya Korogwe, mkoani Tanga, wamelishukuru shirika la umeme Tanzania TANESCO wilaya ya Korogwe kufika kijijini kwao kuwapa elimu na kuwasikiliza baada ya kutokea hali ya sintofahamu, wakilalamika baadhi yao kushutumiwa kuharibu miundombinu ya umeme kama taarifa TANESCO ya Agosti 5, 2026 ilivyoeleza, huku wao wakidai kuwa kilichotokea ni tatizo lililosababishwa na mapungufu ya watengenezaji wa miundombinu hiyo ya umeme. Wakizungumza baada ya kutamatika kwa mkutano wa hadhara uliofanyika Agosti 7, 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Old Ambangulu, uliohudhuriwa na uongozi wa ngazi ya tarafa ya Bungu, kata Vugiri, na meneja wa TANESCO wilaya ya Korogwe, mhandisi Flavianus Bairaguba Symphorian, wananchi hao wamesema. Majina ni Herbert Ernest Pazia, mwenyekiti wa kitongoji cha Kizara. Kuhusu sintofahamu, na mimi pia ninachowaomba TANESCO ni kwamba kwenye utendaji wa kazi wajaribu kuongeza umakini kwenye vijana hao waliokuja kujenga nguzo kama vile, kwa sababu tumegundua kwamba kuna nguzo waliweka, lakini badala ya kuweka stay 4 wakaweka stay 3. Alafu wakaja kugundua wengine kwamba stay moja haipo, wakatulaumu wanajamii kwamba tumefungua stay, kitu ambacho sio sahihi. Kwa kweli, kwa faida kama hizi, mtu mwenye akili timamu hawezi akahujumu uchumi, labda kuharibu miundombinu kama hiyo, kufungua stay kama hizo, au kukata waya kutokana na faida tulizozipata. Kwa hiyo hakwenda tukahujumu uchumi. Kwa jina naitwa Abbas Mohamed Zwakuru, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Misalai. Sehemu ile ambayo ina changamoto waliokuwa wanatutuhumu sisi kwamba tumeharibu miundombinu, kwa kweli nao pia wametoka na ukweli kwamba mafundi waliokuwa wamewatuma kutengeneza ni kwamba hawakutengeneza kwa kiwango kilichokuwa sahihi. Maana ni kwamba walitengeneza kwa kiwango kisichokuwa na ubora. Kwa hiyo kwa yule meneja wa TANESCO, kwa maelezo yake tuliyokuwa tumemsikiliza, sisi tumeshiba na hiyo elimu. Lakini na yeye pia atakiwa akafanyie kazi sasa yale tuliyomuelekeza, ili ikiwezekana atakapokuwa anatuma mafundi kuja kutengeneza sehemu yenye changamoto, basi iwe na ukaguzi kwa sababu ya hatari. Pamoja na maelezo hayo ya wananchi, mapema akitoa elimu kwa wakazi hao wa Old Ambangulu, meneja wa TANESCO wilaya ya Korogwe, mhandisi Flavianus Bairaguba Symphorian, amesema hali hiyo kutokea ni kama mwendelezo wa tabia ya uharibifu. Wala sitaki kusema ni uharibifu. Mimi nasema ni mtu tu ambaye alikuwa anafanya jambo ambalo halijui, au alikusudia wananchi walale giza, au mlimnyima mke akatia hasira. Kwa hiyo ni kama matukio mawili yamekuwa yakifuatana. Mwanzoni mwa mwezi wa 7 ilitokea hivyo, tukapeana taarifa, nikaambiwa kuna mtu alikuwa anaiba mti wa mtu. Wakati anaiba huo mti akaukata, ulivyoanguka ukapiga nguzo zikaanguka, akaona kwa sababu kishindo ukiangukiwa mti kishindo chake cha moto wewe huwezi mwenyewe kuvumilia, akakimbia. Kwa hiyo kaacha nguzo zimeanguka, zimekatika, na sisi tukarudi baada ya muda fulani tukarudisha umeme. Lakini sasa ilipotokea hili, wamefungua zile nguzo zimelemewa, zimeanguka, ni hatari kwa kweli kwa maisha ya mwananchi, ni hatari kwa usalama wa watu wanaopita. Hapa nitoe elimu kidogo. Huu umeme tunaoona huu, ndio maana unapita juu au kupita chini. Uwezo wake ni kilovoti 11,000. Kilovoti 11,000 hapa ikitokea shoti au zile waya zimegongana, sijui kama tulishawahi kusikia bomu. Yaani madhara yake na kishindo chake ni kikubwa mno. Bwana Abasi Mohamed Zwakuru ameelezea adha waliopata baada ya kukosekana huduma ya umeme kwa siku 2 kijijini kwao. Kutoka juzi kwenye mji wetu sisi hatukuwa na umeme. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu umeme sasa hivi umekuwa kama ni sehemu ya maisha yetu.
kwa sababu ukienda kuangalia sana, kuna watu wana ofisi nyingi ambazo wanategemea umeme. Kuanzia juzi ni kwamba wakina mama wanateseka kwenda kwa Masimba au Vugiri kwenda kusaga, kwa sababu tulivyokuwa tumeingiziwa umeme, tumeshajifunza kitu kimoja kwamba wakina mama wamezoea kusaga labda kilo 8, kilo 4 za mahindi kwa ajili ya kupata chakula. Ila baada ya kukosekana kwa umeme siku 2 tuliteseka. Naitwa Agnes Makange Msabaha, naishi kijiji cha Odia Mbangulu. Ninashukuru hata kwa ajili ya wageni wetu kuja katika maeneo haya. Hivyo changamoto ambazo tulikuwa nazo za kwa ajili ya umeme, leo tumefurahia umeme wetu umerudi vizuri, hatuna shida. Hata viongozi wetu walivyoeleza wa TANESCO, tunawashukuru kwa maana wametuambia kwamba tulinde usalama katika kijiji chetu. Tunaahidi kushirikiana na TANESCO kwa ajili ya kulinda na wanakijiji pamoja na wenzetu. Pamoja na hayo, shirika la umeme Tanzania TANESCO wilaya ya Korogwe limejipanga kufanya media tour ili liweze kutoa elimu kwa wananchi wengi zaidi kuhusu utunzaji wa miundombinu ya umeme na kuhusu upgrading ya voltage. Mimi ni Martin Mhina.